Na mtazamaji wa ASAM Online TV, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Leo tupo kijiji cha Gamba, wilaya Kaskazini Unguja, ambapo tupo kwa kijana Juma Mkuya Juma, ambapo kijana huyu amepata na tatizo la kupooza kwa mwili wake, na pia juhudi za mbunge na mwakilishi wa jimbo la Chumbuni Mheshimiwa Ussi Salum Pondeza kumpeleka kijana Juma kimatibabu katika hospitali ya rufaa ya Muhimbili, lakini jana Juma ameondoka ndani ya dunia. Ama tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mtazamaji wa ASAM Online TV, tutaenda kushuhudia mwanzo hadi mwisho wa mazishi yake. Mimi nikusihi tu uendelee kuangalia ASAM Online TV mwanzo hadi mwisho. Media langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini makamera ni Jabir Zwan Kasi. Juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Tumepata faradhi ya mwenzetu au kijana wetu ambaye anaitwa Juma Mkuya Juma, ambaye alipata matatizo kwa wakati anafanya michezo ile ya kawaida ya kufanya diving, yani tunaita makachu. Kwa hivyo alipopata matatizo akawa yupo nyumbani kwa muda mrefu, lakini baadaye wenzake wakaweza kulichukua hili jambo na kulifikisha kwa wananchi. Lakini na mimi kama mbunge na mwakilishi wa jimbo langu Makame Sufiani, kwa hivyo tulipoliona, kwa hivyo na sisi tukaenda tukaungana na familia, lakini na wananchi, lakini na wao wenzetu watu wa makachu. Kwa hivyo tulivyokwenda, Mwenyezi Mungu akajalia tukaanza safari. Baada ya kumtembelea nyumbani, tukapropose tukarudi Lumumba, tukafanya vipimo. Baada ya kufanya vipimo, madaktari wa Lumumba wakakutana wenyewe kidaktari, likakaa jopo la madaktari, wakasema kwa maumivu yake yalikuwa nayo kuna haja ya kupewa rufaa ende Muhimbili au mbele zaidi, lakini kwa kuanza tulianza na Muhimbili. Mashallah, Mwenyezi Mungu ametujalia, tumeenda tumefanya vipimo vyote na akawa ameanza kupata matibabu. Baadaye wakasema kutokana na hali yake, maumivu yake yalikuwa ni makubwa na majeraha yalikuwa nayo ni makubwa sana. Kwa hivyo walichosema wanajaribu kumstabilize hali yake, kwa sababu alikuwa hawezi kusafirishika, lakini walisha propose namna gani tumpeleke India. Lakini kutokana na hali yake wakasema wanajaribu awe na uwezo kiasi fulani wa kuweza kustahimili safari ya kwenye ndege, kwa sababu alivyokuwa ilikuwa sio rahisi kuweza kustabilize kwenye ndege, kwa sababu maumivu makubwa ulikuwa ni uti wa mgongo. Kwa hivyo baada ya hapo tukawa tunaendelea, na alikuwa yupo katika uangalizi maalum, alikuwa yuko ICU ndani ya siku 14, na Mwenyezi Mungu ametuafikisha, tumeweza kumsimamia. Lakini yote kwa yote, mwisho jana ilipofika saa 8, basi Mwenyezi Mungu alimpenda sana, kwa hivyo akamchukua na tukafanya mpango, inshallah tukamalizia zile taratibu za mwisho za hospitali. Leo mashallah boti ya kwanza ndio tukaweza kuja naye, na hapa tupo kijijini kwao kwa kusubiri kwenda kumpeleka Mavani, yani katika malalo yake ya mwisho, ambayo sote inshallah tutahudhuria ili kumsindikiza kama tulivyoahidi. Tutakuwa naye bega kwa bega mwanzo mpaka tujue hatima yake, na leo ndo hatima yake imefika. Kwa hivyo tuko hapa tunasubiri wakati ili tuende tukalihitimisha hili jambo. Ya wazazi wake Juma, mimi ninachotaka niwaambie wawe wastahimilivu. Hii ni mipango ya Mungu, hakuna mtu ambaye anaweza kuzuia, na mtu yoyote ikifika siku, sio kwa sababu Juma alienda kufanya hii michezo, hata angekuwa nyumbani, siku yake imeandikwa, ilikuwa mwisho wa kuishi duniani jana saa 8 mchana, angeondoka tu. Kwa hivyo kinachotakiwa tuseme hii ni faradhi, na ni faradhi ya, tukishasema faradhi maana yake ni lazima. Kwa hivyo hakuna wa kuzuia. Kwa hivyo wanachotakiwa wastahimilivu. Mungu atawapa Juma mwingine ambaye atakayekuja kureplace nafasi yake na atakayekuwa na kheri na wao. Asante. Wengi nadhani tunamkumbuka ndugu yetu Juma Mkuya Juma, kijana wa jimbo la Chumbuni aliyekuwa anakaa Mwembe Makumbi. Amefariki siku ya jana, na hapa leo tupo kwao Gamba kwenye mazishi yake. Atazikwa mnamo saa 7.
Kijana Juma alikuwa anasumbuliwa na uti wa mgongo baada ya kuruka makachu pale Mtoni. Imempelekea kuparalyze na kutokuwa vizuri kiafya. Hivyo jitihada za media ikiwemo Asam Media, jitihada za ma content creator Divan Smart, kina Harobo na Kijogo na kina Hero kupublish kwa jamii. Jamii walimsaidia kijana Juma, pia nasema shukran, na pia viongozi wa jimbo hilo la Chumbuni, mbunge wa Chumbuni Usipondeza na mwakilishi wake Sufiani wakajitokeza kumsaidia kijana huyo. Kijana Juma akasafirishwa kutoka visiwani Zanzibar na kupelekwa matibabu ndani ya jiji la Dar es Salaam, hospitali ya taifa Muhimbili. Nimeumia sana kupata msiba wa rafiki yangu Juma, kwa sababu nilipata mawasiliano nikamsaidia. Alhamdulillah, nilienda kumsaidia. Wananchi tofauti waliita wito mpaka na rais wangu mbunge Pondeza naye aliita mbunge, na tukashukuru Mungu alilichukua hili jambo, tukaenda naye mpaka hospitali ya Lumumba. Tukatoka Lumumba tukaenda hospitali ya Muhimbili Dar. Alhamdulillah, tukapata kuonana naye, tukamwacha pale. Alhamdulillah, huku tunawasiliana naye, anaendelea vizuri. Lakini jana Divan ananipigia simu, ananiambia Juma, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nazungumza kwa sababu nimekuja kwenye msiba wa ndugu yetu, mwanetu. Nilikuwa nachemegea kwa sababu tuko nyumba na nyumba, mlango wao. Kwa hivyo mambo yote yalikuwa tunafanyana kama jirani. Na ndugu Juma alikuwa kijana si mtu tabu, mtu mcheshi, mtu mpenda watu, mpenda mambo ya kazi zake, anakwenda taratibu. Alipata maradhi haya muda mrefu kidogo, na kwa bahati nzuri wazee wake kwa shughulika naye sana, hata si jirani tulikuwa tunasaidia. Lakini kwa bahati nzuri mheshimiwa mbunge na mwakilishi wapata habari ile, basi walikuja wakamuuliza, wakaeleza wazee wake, akasema basi huyu kijana mimi nitamchukua, nitampeleka sehemu za hospitali akafanywa mipango, kama inawezekana akatibiwa. Basi mheshimiwa akaja akamchukua kweli, na wazee wake akachukua akapeleka Dar es Salaam. Dar es Salaam kwenda kule tunasema kwa tu, lakini matibabu yanaendelea. Lakini Mwenyezi Mungu analopanga aliepukika. Bahati nzuri jana Mungu kamchukua, na sisi ndio tunaelekea huko. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo serikali kwa kutambua umuhimu wa suala hili imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu yaani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani, kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo yaani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.